Bwana. Wewe unatosha.
unatosha, unatosha, unatosha Bwana, unatosha, unatosha Bwana, unatosha, 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 unatosha Bwana, unatosha, unatosha Bwana, unatosha, unatosha, unatosha Bwana, unatosha, unatosha Bwana. Kimbilio, kimbilio, kimbilio Bwana, kimbilio, kimbilio Bwana, wewe kimbilio letu, kimbilio, kimbilio, kimbilio Bwana, kimbilio, kimbilio Bwana, msaada wetu, msaada, msaada, msaada Bwana, msaada, msaada Bwana, unaweza, 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 unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, 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 unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, 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 unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana. semana, 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 roho yangu, 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 Bwana sema nami, semana, 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 roho yangu, semana, 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 roho yangu. Bwana sema nami, Semana, semana, roho, semana, roho yangu, semana, 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 roho yangu. Bwana sema nami, Semana, oh, semana, semana, roho yangu, semana, 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 roho yangu, Bwana sema nami, semana, sema nami, semana, sema nami, semana, roho yangu, semana, 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 roho yangu, Bwana sema nami, semana, sema nami, semana,
Popote pale mpendwa mtu wa Mungu ulipo, tunakukaribisha katika kipindi kizuri kabisa cha maombi alfajiri kinachojulikana kwa jina la Amka na Rehoboth. Karibu pamoja tuweze kuomba, tuweze kuamuru mapambazuko yetu, tuweze kusema na hii wiki ambayo tunaenda kuianza upya katika siku ya leo ya tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 2025. Tunatamani tukaamuru mapambazuko yetu kama ambavyo Ayubu anatuambia katika Ayubu 38 mstari wa 12 na 13 ya kwamba je, umeamuru mapambazuko yako tokea siku yako ilipoanza, waovu wakung'utwe, wakae mbali na mapambazuko yetu. Ni wiki mpya, ni siku mpya Bwana amefanya, nasi tunafurahi na kumshangilia Mungu wetu. Popote pale ulipo, tutaenda mbele za Bwana kumshukuru Bwana. Biblia inasema katika Zaburi ya 92 mstari wa 1 na wa 2 ya kwamba ni neno jema kumshukuru Bwana
Bwana kuzitangaza rehema zake wakati wa asubuhi na uaminifu wake wakati wa usiku. Ni asubuhi Bwana amekupa kibali, amekupa pumzi. Ni saa ya kutangaza rehema za Bwana. Ni saa ya kutangaza uaminifu wake. Ni saa ya kutangaza huruma zake. Yeremia anatuambia katika Maombolezo 3:22 ya kwamba ni huruma za Bwana hatuangamii. Anasema ya kwamba rehema zake ni mpya kila siku. Na mimi naamini ya kwamba siku ya leo kuna rehema za Bwana ambazo ni mpya kwako. Kuna huruma za Bwana ambazo ni mpya kwangu. Kuna vitu Mungu anataka viachilie kupitia maisha yako siku ya leo. Ni saa ya kwenda na kumshukuru Bwana. Ni saa ya kujiweka wakfu mbele za Bwana. Ni saa ya kumwambia Bwana, ni rehemu, nimekutenda dhambi. Nilivyoenda wiki iliyopita sivyo ninavyotaka nitembee katika wiki hii. Maana wiki iliyopita imekwisha, wiki iliyopita imepita na mambo yake, lakini umesema utatenda jambo jipya nalo litachipuka sasa. Nami ninajiachilia uweponi mwako Bwana. Tutaenda mbele za Bwana popote pale ulipo. Mimina moyo wako mbele za Bwana. Rikandarabo saka ya masekerabo shaka. Mandirikandarabo sikianda. Orikaraba sekerebo shaka. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tuko mbele zako Bwana asubuhi ya leo, tukikutukuza, tukikubariki, tukisema asante Bwana kwa uaminifu wako. Asante Bwana kwa ajili ya malango ya siku ya leo, malango ya tarehe 7 Aprili mwaka 2025. Asante kwa kuwa ni wewe Bwana uliyetulinda tulipokuwa tumelala, ukatuepusha na hatari zote, ukatuepusha na maumivu, ukatuepusha na nguvu za giza. Asante kwa kuwa Bwana ni wewe uliyetugusa tena asubuhi na kutuambia, wanangu amkeni, ni siku mpya. Baba, pokea sifa, heshima na utukufu. Enzi, adhama na mamlaka ni vyako Jehova. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye umemwita toka pande zote, kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, kujumuika pamoja katika maombi haya ya asubuhi. Bwana, ninakutukuza kwa ajili ya kila mmoja wetu. Bwana, tazama wako watoto wako, wanaume kwa wanawake. Bwana, tumekusanyana pande zote ili kutafuta uso wako. Biblia inasema ya kwamba tukutafute tutakuona. Tena inasema amebarikiwa yule mtu anayemtegemea Mungu. Nasi Bwana tumejua kwamba hatuwezi neno lolote pasipo wewe. Kama ambavyo Petro alisema, tuende kwa nani? Kwako Bwana kuna maneno ya uzima. Nasi Bwana, katika kuzunguka kwetu tumegundua kwamba kwako tu ndiko kwenye uzima, kwako tu ndiko kwenye faraja, kwako tu Jehova ndiko kwenye furaha na amani na ushindi. Ndio maana Bwana tumekuja mbele zako asubuhi ya leo, tunamimina mioyo yetu na masumbufu yetu tulio nayo yote mbele zako Bwana, tukitazamia rehema zako ambazo ni mpya katika siku ya leo. Asante kwa kumwamsha kila mmoja wetu Bwana. Asante kwa amani katika mioyo yetu na katika familia zetu. Yamkini wengine wameamka hawana amani Bwana, tunakushukuru kwa kuwa bado wanaishi na bado unakusudi nao na bado unaweza kutenda jambo jipya. Nawe umesema tazama litachipuka na ya kale yote yatasaulika. Asante Bwana kwa neema zako. Asante kwa rehema zako na uaminifu wako ambao ni ngao na kigao. Asante Bwana kwa ajili ya mapambazuko mapya katika nchi yetu ya Tanzania. Asante kwa kutulinda na kuwalinda Watanzania wenzetu. Asante kwa kuwalinda viongozi wa nchi yetu. Rabo shaka ya masaka taya, wewe ambaye umetuagiza Bwana tufanye dua na maombezi na sala. Tunaomba toba na rehema kwa ajili ya kila mmoja mmoja Bwana, kwa ajili ya Watanzania, kwa ajili ya sisi, kwa ajili ya viongozi wetu, tukikusi Bwana uturehemu kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo, tupate tena kibali mbele za uso wako Bwana. Asante Bwana kwa kuwa uko pamoja nasi. Tunaitia uwepo wako kwenye malango ya nchi yetu. Tunaitia uwepo wako kwenye lango la mashariki. Tunaitia uwepo wako kwenye lango la magharibi. Tunaitia uwepo wako kwenye lango la kaskazini. Tunaitia uwepo wako kwenye lango la kusini. Tunayasemesha hayo malango ya Tanzania. Inua vichwa vyako malango ya Tanzania. Inua vichwa vyenu enyi malango ya Tanzania.
mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani wewe mfalme wa utukufu? Ni Bwana Jehova Rabo Sika ya Masaka, simba wa kabila la Yuda. Tunamwalika, tunaialika hiyo damu ya Yesu kwenye malango yote manne, ikapate kunena mema kinyume na mabaya, ikapate kunyamazisha nguvu zozote za yule adui. Tunaitia hiyo damu ya Yesu kwenye malango ya nchi yetu. Tunaitia hiyo damu ya Yesu kwenye malango ya nchi yetu. Rama Shanta ya Masaka Rabakoria, Rama Saka Rabakoria. Tunaitia hiyo damu ya Yesu kwenye sekta mbalimbali. Tunaitia hiyo damu ya Yesu kwenye sekta ya afya. Tunaenda kinyume kabisa na nguvu za giza na roho za mauti ambazo adui anazipanda ili kuondoa watu kabla ya wakati. Tunapeleka damu ya Yesu kwenye mahospitali. Tunapeleka damu ya Yesu kwa madaktari, manesi, wauguzi wote. Tunaachilia hiyo damu ya Yesu katika malango ya afya. Rama Shanta ya Masaka Rabakoria, Rama Seke Rebobo Saka, Rikata ya Masaka Taya. Tunaratibisha nguvu za Bwana kwenye sekta ya afya. Tunaenda kinyume na roho za mauti ambazo adui amezipanga siku ya leo. Tunakataa hivyo vyeti vya kifo ambavyo adui ameandika kwa watu ambao bado hawajastahili kufa. We rebuke every premature death in the mighty name of Jesus. We rebuke every spirit of death in the mighty name of Jesus. We speak the spirit of life in the mighty name of Jesus. Rikata bayanda rabakoria, hizo roza magonjwa tunapeleka damu ya Yesu, tunazifisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Maana Biblia inasema kwa kupigwa kwake tumepona. Nasi tunakiri uponyaji, uponyaji kuanzia utosini hadi kwenye unyayo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Rikanda rabo shaka ya masakataya, Rama Shanta ya Maseketaya. Katika jina la Yesu Kristo tunapeleka hiyo damu ya Yesu kwenye sekta ya elimu. Tunapeleka damu ya Yesu kwenye vyuo. Tunapeleka damu ya Yesu kwenye shule za sekondari. Tunapeleka damu ya Yesu kwenye primary school na chekechea. Ikanene mema kinyume na mabaya. Ikanene mema kinyume na roho za upumbavu ambazo adui anaziachilia kwenye mashule, anaziachilia kwenye vyuo. Tunapeleka hiyo damu ya Yesu sawa sawa na Waebrania 12:24. Ikanene mema sawa sawa na Ufunuo 12:11. Ikapigane na kila nguvu za giza, nasi tukashinde kwa damu ya mwana kondoo. Rama Shanta ya Masaka Rabakoria Mandara Bosekerianda. Omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu. Ni saa ya kuamuru ya mapambazuko. Peleka damu ya Yesu kwenye sekta ya elimu. Rapa Shaka ya Masaka. Ombea watoto wako, ombea walimu, ombea. Rama Shanta ya Masaka Rapa Koria Mandara Basaka. Rikanta Bashanta Raba Sekerebobo. Oria Mashata ya Masaka. Biblia inasema mpigeni shetani na atawakimbia. Haribu hizo nguvu za giza kwenye sekta ya elimu. Haribu uganga na uchawi. Haribu, 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 haribu. Rapa Saka ya Masakata. Libro Saka ya Masaka Rapa Koria. Rindirimando Robobo Shataya. Rama Sekerebobo Sika. Oria Basata Raba Seketa. Katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunatamka ufahamu wa kimungu kwa watoto wetu. Ufahamu wa kimungu, maarifa ya kimungu. Acha pumzi ya Mwenyezi wazukie. Ribo Shata ya Masaka. Mandiri Mandoro Bobo Shataya. Maana Ayubu anatuambia iko pumzi ya Mwenyezi inaoachilia ufahamu ndani ya watu. Acha hiyo pumzi ipite kwa walimu, hata ipite kwa wanafunzi, acha ipite kwenye uzao wetu. Ripo Saka ya Masaka Rapa Koria. Libro Saka ya Masaka Rapa Koria. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Peleka damu ya Yesu kwenye sekta ya biashara. Rama Shata ya Masaka uchumi. Ripo Saka ya Dora Masa. Rikata Mandara
Rabakoria. Peleka damu Yesu kwenye mifumo ya biashara. Peleka damu Yesu kwenye masoko. Nguvu za giza zozote zinazo operate kwenye masoko, uganga na uchawi una operate kukamata fahamu za watu na kufisha nguvu zao za rohoni. Peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu. Rapa shata ya masaka rapa koria. Rikanda raba shata ya masaka rapa koria. Libro saka ya masaka rama koria. Katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, rikanta mandaraba sika, tunafisha hizo nguvu za giza. Biblia inasema hapata kuwa na uganga la uchawi kwa Yakobo. Habari za Israeli zitasikika. Yamkini umelogwa kupitia masoko. Peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu. Rapa shaka ya masaka rapa koria. Libro saka ya masaka rapa koria. Mandiri kanda rabashete riando robobosa. Oh, wiki ya tutategwa na mitego ya waganga na wachawi. Masoko tunaenda tunatanguliza damu ya Yesu. Maduka tunaenda tunatanguliza damu ya Yesu. Rika manda rapo sika ya masaka taya. Ropo rika paya mando laka sakataya. Ri shanti mandora mosa. Orikanda rabaseke riando robobosika. Rika tabayanda rabaseke rapakoria. Rikindi rimando robobosika. In the mighty name of Jesus. Rikanda raboshaka. Orimanda rabaseke rianda. Ramanda rabasheke derere bosika. Tunatamka raboshaka ya masaka rabakoria. Rimanda rabaseke riando robosika. Sema na yo ardhi, semesha yo ardhi. Yambie ardhi katika wiki hii utapigana kinyume nami. Sikia mtu wa Mungu, Biblia inasema katika Zaburi ya 119:91, kwa hukumu za Bwana vimesimama imara hata leo. Vitu vyote ni watumishi wa Bwana. Peleka damu Yesu kwenye ardhi. Ardhi, sikia neno la Bwana. Yamkini ulisemeshwa mauti juu yetu, tunafuta. Yamkini ulisemeshwa kama kwenye Yeremia kwamba enchi sikia, ya kwamba mtu huyu hatazaa, mtu huyu hatafanikiwa. Ardhi sikia, tunayafuta maneno yote tulionenewa kinyume na Bwana, kinyume na shauri la Bwana kwenye maisha yetu. Tunafuta utasa, tunafuta magonjwa, tunafuta hizo laana, tunafuta kwa damu ya Yesu. Rama shanda rabakoria mandarabosika. Libro saka ya masaka rapakoria. Tumebarikiwa mijini, tumebarikiwa mashambani, tumebarikiwa maofisini, tumebarikiwa majumbani mwetu. Ardhi sikia neno la Bwana. We are the blessed one. We are the blessed one. We are the blessed one. Our children have been blessed by God. Our marriages are blessed. Our spouses are blessed. Our finances are blessed. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Rikandara mashata. Endelea kuomba mtu wa Mungu. Asubuhi ni saa ya kusimama mapambazuko yako. Usichoke. Ayubu anasema, je, umeamuru yaketi mahali pake? Je, umeamuru yaketi mahali pake? Peleka damu ya Yesu kwenye bahari. Biblia inaniambia kwenye Isaya kwamba yuko joka wa kuzonga. Anaitwa Lewiathani, anakaa baharini. Kazi yake ni kuzonga watu na kuwazuia kuwa na breakthrough. Kazi yake ni kuwazuia watu wanapotaka kupata mipenyo. Biblia inaniambia kwenye Ufunuo 12 ya kwamba kulikuwa na mwanamke mbinguni. Yule mwanamke jua na mwezi vilikuwa vinainama mbele yake, lakini anasema alikuwa na mimba, na alipotaka kuzaa joka alikuwa mbele yake ili ameze yule mtoto ambaye atamzaa. Sikia mtu wa Mungu, tunapoambiwa tuamuru mapambazuko yetu, liko joka katika bahari, iko marine spirit ambayo inafanya kazi kuzuia watu wa Mungu, kuzuia watoto wa Mungu kuenea, kuzuia watoto wa Mungu kushamiri. Piga hiyo roho asubuhi ya leo. Piga hilo joka. Piga hilo joka. Piga kwa jina la Yesu. Piga kwa damu ya Yesu. Piga kichwa chake. Anasema utamponda kichwa. Ponda hicho kichwa. Rapa saka ya masaka rapa sika. Libro saka ya masaka rapa koria. Mandorobo saka ya masaka taya. Ripo ya ndora bosa kata. Libro saki mandora bosa. Adui sikia neno la Bwana. Hutazuia vitu vyetu. Hutazuia baraka zetu. Hizo kuta ulizotuwekea tunaziangusha. Anguka sasa. Joka wa kuzonga. Toka, achia watu wa Mungu.
Toka achia destiny zao, toka achia kazi zao, toka achia familia zao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndio Bwana. Rama shanta ya masaka, rikanda rabosika, hori masaka ya masaka. Nyunyiza damu ya Yesu kwenye siku ya leo. Nyunyiza damu ya Yesu kwenye hii wiki nzima. Kamata sekunde zake, kamata dakika zake, kamata siku zake, masaa yake yote. Peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu. Sema na lango la Jumatatu, sema na lango la Jumanne. Sema nalo, sema nalo, sema nalo. Biblia inaniambia kwamba siku ina tumbo. Zaburi ya 110 mstari wa 3 anasema watu wako walijitoa kwa hiari tokea umande wa asubuhi, tumbo la asubuhi, kwa sababu uweza wa Bwana ulikuwako. Usipoliamrisha tumbo la siku, hutapokea vya Bwana, hutapokea vilivyobebwa na tumbo la siku. Kunguta hiyo siku, piga hiyo siku, yaachie vitu vyako. Rama shanta ya masaka rapakoria. We speak breakthrough, we declare breakthrough in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Jumatatu yetu imebarikiwa, siku yetu imebarikiwa, sekunde zake, dakika zake, masaa yake, siku nzima imebarikiwa. Jumanne sikia neno la Bwana. Tunakubariki kwa jina la Yesu, tunakutakasa kwa damu ya Yesu. Jumatano sikia neno la Bwana. Umebarikiwa, nasi tumebarikiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Misiba sio fungu letu, hasara sio fungu letu, magonjwa sio fungu letu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Alhamisi sikia neno la Bwana. Rama shanta ya masaka rabakoria. Tunakubariki kwa jina la Yesu. Pokea damu ya Yesu, tumekutakasa. Hutazaa mapoza, hutazaa hasara, hutazaa visirani, hutazaa nguvu zozote za uharibifu, katika jina la Yesu. Adui ataitumia Alhamisi yetu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ijumaa pokea damu ya Yesu, tunakutakasa kwa damu ya Yesu. Hutaruhusu mabaya, hutaruhusu waganga na wachawi wakashikilia siku yetu, katika jina la Yesu. Rikanta mandaraba shekeri andorobobosa. Jumamosi tunakubariki kwa jina la Yesu, tunakutakasa kwa damu ya Yesu. Jumapili yetu imebarikiwa kwa damu ya Yesu, tumekutakasa, tumekubariki kwa jina la Yesu. Rikanta mandaraba shekeri andorobobosa, oriandara mashetere bobosika, oriandara masekeri bobosa, kandiri bando robosika, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Karabosika. Shukuru Bwana. Rimando robosha karianda ramasaka, rikanda ramaseke, orimanda ramasika, orianda ramasaka, rikanda ramashete, orianda ramaseke ribobosa, rikandi rimando robosika, oriama shanta ya masaka, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nenda mbele za Bwana sawa sawa na Zaburi ile ya 16 mstari wa 11. Zaburi ya 16 mstari wa 11. Biblia inasema utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume na mema ya milele. Pendo wa mtu wa Mungu, natamani tuende mbele za Bwana. Mwambie Bwana akujulishe njia ya uzima. Biblia inaniambia iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini hiyo njia mwisho wake ni upotevuni. Ziko njia ambazo watu naziona ni nzuri, lakini mwisho wa zile njia tunaenda kwenye majuto. Hebu asubuhi ya leo mwambie Bwana sawa sawa na Zaburi ya 16. Umesema utanijulisha njia ya uzima. Mwambie Bwana akuonyeshe njia ya uzima kwenye kila eneo la maisha yako. Lakini sio hivyo tu. Mwambie Bwana ya kwamba mbele za uso wako umesema kuna furaha tele. Ninaomba unipe furaha. Mungu alimwambia Musa, wakati Musa anamwambia naomba unionyeshe utukufu wako, uso wako uende pamoja nami. Mungu akamwambia nitakupa utukufu wangu na nitakupa raha. Raha. Hatukuumbwa tuishi kwa huzuni.
Hatukuumbwa tuishi kulia kila siku. Kuna saa ya kucheka, kuna saa ya raha. Na Yesu anasema nilikuja ili wawe na uzima tele. Uzima tele. Kwenye Kiingereza anasema tufurahie maisha. Kwa hiyo mwambie Bwana, mbele za uso wako kuna furaha tele. I connect my face, uso wangu na uso wako Bwana. Niangazie nuru za uso wako, nami nipate furaha kama watu wengine. Nami nicheke, nijawe na kicheko. Afu anasema katika mkono wake wa kuume kuna mema ya milele. Acha yale mema ya Bwana yakupate. Mwambie Bwana, yale mema ambayo umekusudia niyapate nikiwa hai hapa duniani, nisaidie niyapate. Nisaidie niyapate. Nenda mbele za Bwana, utanijulisha njia ya uzima. Mwambie Bwana akujulishe njia ya uzima. Mwambie akufundishe njia ya kupita. Mwambie akuelekeze mahali pa kupita. Mahali pasipofaa asiruhusu miguu yako ipite. Rikanda ramashata ya masaka. Yeza kunena kwa lugha, nena. Ramanderebo shata ya masaka rabakoria. Katika jina la Yesu Mungu wetu tuko mbele zako. Sawa sawa na Daudi alivyosema katika Zaburi ya 16. Kwamba Bwana utatujulisha njia ya uzima. Baba, tunaomba utujulishe njia ya uzima. Njia ya uzima. Maana iko njia ya mauti ambayo adui ameileta. Alianza na Adam pale Eden. Akafungulia laana badala ya baraka. Akafungulia mauti badala ya uzima. Nasi kwa njia ya Yesu Kristo umeturejeshea ule uzima. Tunajiconnect na hiyo njia ya uzima. Katika jina la Yesu, msaidie kila mmoja wetu asubuhi ya leo Bwana. Wanawake kwa wanaume wanaotafuta uso wako, wajulishe njia ya uzima. Waonyeshe njia ya uzima. Hatua zetu ziongozwe na wewe Bwana. Tunakataa kuongozwa na adui. Tunakataa njia zisizofaa. Zile njia za upotevuni tunazikataa kwa jina la Yesu. Tuongoze katika njia zako Bwana. Tuongoze katika njia zako Jehova. Njia za uzima. Njia zisizo na majuto. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Umesema Bwana, mbele za uso wako kuna furaha tele. Baba, tunaomba tuangazie nuru za uso wako. Tuangazie nuru za uso wako. Tunapoanza siku ya leo, tunapotembea katika wiki Bwana, mwangazie kila mmoja wetu anayekutafuta. Nuru za uso wako. Nuru za uso wako. Nuru za uso wako. Nuru za uso wako. Katika jina la Yesu. Maana mbele za uso wako kuna furaha tele. Asante Bwana kwa uaminifu wako. Umesema kwenye mkono wako wa kuume kuna mema ya milele. Baba, tunajiconnect na mkono wako. Tunajiconnect na mkono wako wenye nguvu na uweza wa kuwainua na kuwatukuza watu. Yale mema ya milele tukayapokee katika jina la Yesu kwa utukufu wako Bwana. Pokea sifa, heshima na utukufu. Enzi, adhama na mamlaka ni vyako Bwana. Asante kwa uzima. Asante kwa afya. Asante Bwana kwa mema uliyoyaachilia asubuhi ya leo. Asante kwa kuwa neno lako linasema wewe unatenda kuliko tunavyoomba na tunavyowaza. Baba, asante kwa kuwa unatujibu na utatujibu kuliko tulivyoomba na tulivyowaza. Amshangaze kila mmoja wetu ambaye ameutafuta uso wako Bwana asubuhi ya leo, na akapate kukiri ya kwamba hakika huyu ni Bwana. Akapate kukiri kama wale wa Zaburi ya 124 ya kwamba kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Baba, katende kwa utukufu wako, ili watoto wako wakapate kukutukuza mbele za kusanyiko la watu. Maana Ezekia anasema si wafu washukao shimoni wanaokuabudu, wanaokutukuza, bali ni wale walio hai. Katende kwa wale ambao wanapita katika changamoto za afya. Katende kwa wale wanaopita katika changamoto za uchumi. Katende kwa wale wanaopita katika changamoto za ndoa zao. Wengine wanapita kwenye changamoto za malezi. Tenda Bwana. Tenda Jehova kwa utukufu wa jina lako. Tenda Bwana ili ukapate kuinuliwa, ukapate kutukuzwa. Asubuhi ya leo tunakubariki, tunakutukuza. Hata tunapoenda katika neno lako Baba, fungua fahamu zetu, fungua fikra zetu, tukapate kuelewa na maandiko. Achilia roho ya imani kwa kila mmoja wetu Bwana. Maana umesema ya kwamba kila mwendaye Bwana amini ya kwamba yupo, naye wapa thawabu wale wote wamtafutao. Achilia roho ya imani ndani yetu asubuhi ya leo. Tukaamini katika neno lako. Tukaamini katika nguvu zako. Tukaamini katika ahadi zako. Saidie mtoto wako na mtumishi wako kuinena ile injili katika hekima yote, na hizo ishara na nguvu vikapate kuambatana na neno lako.
nguvu ya kubadilisha na kugeuza fikra zetu ikaachiliwe Bwana kupitia neno lako, maana umesema neno unalotuambia ni roho, na roho ndio inayotia uzima. Asante Bwana kwa uaminifu wako. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa uko pamoja nasi. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen, 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 amen. Pendwa mtu wa Mungu, popote pale ulipo, ni wiki nyingine Bwana ameifanya, nasi tunafurahi na kumshangilia Mungu wetu. Nikukaribishe katika kipindi hiki kizuri cha Amka na Rehoboth. Ni kipindi ambacho tunakuwa na wasaa wa kumwomba Mungu, lakini pia kuyaamuru mapambazuko yetu, kanuni za utendaji kazi wa imani. Na tumekuwa tunaongozwa na kitabu cha Warumi 4:17 hadi 20. Warumi 4:17 hadi 20. Biblia inasema, kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu mwenye kuwauisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako, naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Lakini akiona ahadi ya Mungu, hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatamani ni kuombe, kwa sababu sitarudi nyuma kule tulikuanzia. Ili somo liko YouTube, linaandikwa utendaji kazi wa imani. Ukipata muda ingia kule, utaona jinsi tulivyojifunza. Lakini kuna vitu vichache ambavyo natamani tuvione tunapoendelea na somo hili. Ukiangalia katika huu mstari, ni habari ya imani aliyokuwa nayo Ibrahim. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu anahuisha wafu na anayataja yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Maana yake ni nini? Ili imani iweze kufanya kazi. Kusoma Waebrania 11:1 anasema, basi imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo ili imani iweze kufanya kazi, ni lazima hicho kitu kiwe hakijatokea. Tulijifunza sifa za imani. Lazima uwe na uhakika wa jambo ambalo halijatokea, lakini lazima hicho unachokiamini kiwe hakiwezekani kwa akili za kawaida, ya kwamba hilo jambo ni kubwa kuliko kapasiti yako, kuliko uwezo wako. Lakini pia lazima ukutane na vikwazo. Tuliona namna Ibrahim alivyokutana na kikwazo cha yeye na mke wake. Lakini pia tulijifunza kwa habari ya yule mwanamke aliyetokwa na damu. Kabla hajafika kwa Yesu alisumbuliwa. Alisumbuliwa na kanuni, kwamba kwa kanuni za Kiyahudi mwanamke aliyoko kwenye hedhi hatakiwi kujichanganya na watu. Hatakiwi. Hicho kilikuwa ni kikwazo kimojawapo ambacho angeweza kusema, mimi kwa kweli kulingana na hii siwezi kuchangamana na watu, kwa hiyo siendi. Imani yoyote ina vikwazo. Lazima ukutane na vikwazo, na imani ina nguvu ya kuprevail hivyo vikwazo, ya kuvuka hivyo vikwazo. Bwana Yesu asifiwe. Na tulianza kuangalia kwamba kuna vitu ambavyo, na natamani tuendelee hapo, ya kwamba ili imani itende kazi na kukupa matokeo, kuna kanuni za utendaji kazi wake. Na kanuni mojawapo ni nguvu ya kuona yasiyoonekana. Nguvu ya kuona yasiyoonekana. Na tulisema ndani ya kila mtu Mungu ameweka nguvu. Kwenye Waefeso 3:20 anasema, basi atukuzwe yeye aweze kufanya mambo makubwa na magumu kuliko tuyaombayo na tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo tukaona kwamba kila mtu ndani yake kuna nguvu, lakini kiwango cha utendaji wa nguvu kinategemea na yule anayeitoa ile nguvu. Haleluya. Ukitakiwa uombe lisali moja ukaomba dakika 10, kuna kiwango cha nguvu hautaweza kukitoa.
na nguvu ziko za aina tofauti tofauti. Kuna mahali utatakiwa utoe nguvu, uengage nguvu ya sifa. Anasema kwa kadiri ya nguvu. Sasa sio nguvu ya maombi tu, kuna nguvu ya sifa. Kuna kwingine unatakiwa ni nguvu ya sadaka. Kuna kwingine ni nguvu ya unabii, unatakiwa utabiri. Hizo zote ni nguvu kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Sasa kuna vitu hapa nataka tuvione kwenye eneo la kuona visivyoonekana, ili imani iweze kukupa kile ambacho Mungu amekusudia kwenye maisha yako. Kuna mchakato. Na huu mchakato mimi nasema unapita, wazungu wanaita process. There is a process. Ngoja nitoe mfano. Nikitaka ugali. Ninajua ugali unatokana let's say na unga wa mahindi au mtama, uwele, ngano na kadhalika. Nikichukua ile mahindi tu nikaenda nikayapeka nikaweka kwenye maji, sitapata ugali, nitapata kitu kingine. Kwa hiyo mchakato wa kupata ugali ni lazima kwanza niwe na mahindi, niyapeleke kusaga, yakasagwe yakawe unga. Hiyo ni process, ni mchakato. Yakisha kuwa unga niyalete nyumbani kwangu, hapa ni nyumbani hapo nasagia. Then nibandike maji jikoni. Nikisha bandika maji niweke ule unga, ni ukoroge. Na ule unga unajua wale wapishi wanajua mapishi ya ugali. Ukicheza unakuwa na yale mabonge. Kwa hiyo ili usiwe na mabonge, mamangu alikuwa ananifundisha, unakoroga uji kabla maji hayajawa ya moto, unaukoroga vizuri. Uji ukisha chemka ndipo unapoweka nini? Unaanza kusonga ugali. Ili ugali wako usiwe na mabuja wanaita Waswahili. Kwa hiyo unaanza kusonga na unasonga. That's a process. Unausonga. Unahakikisha mpaka umeondoa yale mabonge. Ukishamaliza kusonga, mama alinifundisha wakati huo nikiwa mdogo, unausakafia. Ulishaona mtu anasakafia ukuta? Unausakafia vizuri. Afu unautesti kama umeiva. Hapo kwenye kutesti kama umeiva, siku hizi watoto wengi wakipika ugali hauivi. Wadada wa sasa hivi miaka 2000 hawaivishi ugali. Sisi tulikuwa tukipika, mama anakuambia unaukata hivi afu unaupiga ukutani. Ukijishika tu huo ugali bado hujaiva, au ukinata kwenye mikono. Kwa hiyo wakati tunakuwa mama akiwa umepika ugali wako akionja tu, akishika hivi kwenye mikono anakuambia Lydia, ugali hujaiva. Sasa kuna hadi process ya kujua ugali umeiva. Yaani ugali usinate kwenye mikono. Haleluya. Najaribu kuongea, nimetoa mfano ya process ya kupata ugali mpaka ufike mezani. Na imani ndivyo hivyo ilivyo. Kati ya kuona mpaka kupokea kitu, kuna kipindi kinaitwa kipindi cha kutulia. Na hichi kipindi cha kutulia ukikimisi hichi kipindi, kuna vitu havitazaliwa vinavyotakiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni hivi, mama akiwa mjamzito anabadilishiwa na maisha yake. Alikuwa amezoea si kurukaruka huko na huko, anaambiwa sasa hivi utakula hivi, utapumzika hivi, utawaza hivi. Kwa nini? Ni kipindi cha maandalizi kwa ajili ya kuleta mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Ni kipindi cha maandalizi kwa ajili ya kuleta watoto au kuleta mtoto. Hiki kipindi kwenye imani mimi nakiita kutulia. Ukimkuta mwanamke mjamzito ambaye ana hanja, hajielewi, anakunywa tu pombe, anakula ili mradi, huyo mwanamke hayuko kwenye yani hayuko serious.
Lakini walioko serious wanajua kwamba hichi ni kipindi, miezi 9 ni miezi ya kuleta maisha ya mtu mwingine, ni miezi ya kumtengeneza mtu mwingine. Kwa hiyo wanabadilisha mifumo yao ya maisha. Ndivyo hivyo na katika kuamini, kuna kipindi kinahitajika cha kutulia, ili hicho kipindi cha kutulia kinapotokea kiweze kukomaza vile vitu ambavyo umeviona katika ulimwengu wa roho, vile vitu ulivyoviona moyoni mwako vianze kutotolewa kimoja baada ya kingine. Ukiwa huna muda wa kutulia, utashangaa unaanza kuvizaa prematurely. Kanda rabo shaka ya masakataya. Wakati nimeolewa, nilipata ujauzito wa kwanza, mimba ikaharibika. Nilipokuja kupata ujauzito wa pili, ambaye ndo mwanetu wa kwanza sasa hivi, nikaanda mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, naenda mwezi wa tatu, nikaanza kuona dalili tena za kuharibika mimba. Kaanza kuona na bleed. Nilipoenda kwa daktari, akaniambia unahitaji kutulia, kupumzika. Akanielekeza namna ya kuishi. Kwanza zile siku za wiki ya kwanza ile aliniambia unapumzika kabisa. Afu baada ya hapo akaniambia kazini utaenda, lakini make sure that una masaa ya kutosha ya kutulia, ya kupumzika. Unalala mapema, unakula vizuri, unakunywa maji ya kutosha. Maana yake ni nini? Ni ili kuweza kutengeneza, aliniambia unatengeneza ule ukuta. Uwe strong, ukuta ambao unashikilia mtoto wa kizazi, uwe strong. Sasa nirudi kwenye somo letu. Kati ya kuona, kumbuka tumesema ya kwamba kuna nguvu ya kuona. Tulijifunza kuona yasiyoonekana, ayatajaye mambo yasiyo kwako kana kwamba yamekuwako. Tukasema kuna nguvu ya kuona katika ulimwengu wa roho, inaokupa wewe nguvu ya kuamini na kuanza kufuatilia kile kitu ambacho ulikiona. Sasa kati ya kuona na kuamini kuna kipindi hapa cha kutulia. Mwanzo mlango ule wa 12. Mwanzo mlango ule wa 12. Mwanzo 12 mstari wa kwanza. Nitasoma mistari minne ya kwanza. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende paka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibrahim ana miaka 75, ametoka Harani, anaenda nchi aliyoahidiwa na Bwana. Nilikwambia kwamba hii safari haikuanza kwa Ibrahim, ilianza kwa baba yake Tera. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo mlango ule wa 11 utaona pale mwishoni Tera alikaa Harani. Kwa hiyo ile safari ilianzia kwa Tera, lakini Tera alipofika Harani akarizika. Sasa Biblia inatuambia Ibrahim anaambiwa utoke, nitakufanya kuwa taifa kubwa. Okay. Kwa hiyo Ibrahim alikuwa tayari ana ahadi ya kwamba yeye ni taifa kubwa. Na ili ile ahadi anze kutimia, alitakiwa kujiona kama baba wa taifa. Alitakiwa kujiona au kuliona taifa mbele yake. Alitakiwa kuanza kuona watu wakijibarikia kupitia yeye. Maana anasema katika wewe jamaa zote za dunia nini? Watajibarikia. Kilichompa nguvu ya kutoka ni nini? Aliona ile ahadi. Na aliona akiwa na miaka mingapi? 75. Una watu wanasema mimi nimechelewa, nimesha staafu, siwezi kufanya kitu chochote. Nataka nikwambie hivi, umri, wazungu wanasema it's just numbers. Kwa Mungu siku moja inaweza ikabadilisha maisha yako. Siku moja inaweza ikabadilisha maisha yako. Mambo ambayo kuyafanya kwa miaka 60 unaweza ukayafanya. Though wale ambao mmepata neema kufanya mkiwa na nguvu, mkiwa bado vijana, fanyeni. Lakini wewe ambaye ulishachelewa, bado Mungu ana neema, ndio maana ameruhusu usikilize hili somo ya kwamba unaweza kusimama tena na kufanya. Ibrahim was called while he was 75 years. Moses
wito ulianza kuchemka akiwa na miaka 40, akamess up kwenye character. Biblia inaniambia alipelekwa huko nyikani, akaenda akachunga kondoo na mifugo ya kina Yethro, mpaka akaoa huko, akazaa na watoto. At 80 years, miaka 80, Mungu alimtokea tena kwenye kijiti, akamwambia, mimi ni Mungu wa Ibrahim na Isaka na Yakobo baba yako. Nimekuja, nataka ukawaokoe wana wa Israeli walioko utumwani. 80 years. Unapoiona ahadi ya Bwana, haijalishi uko kwenye umri gani, haijalishi uko kwenye mazingira gani. Wengine ahadi za Bwana wanaziona wakiwa mahututi vitandani, na Mungu anawaambia, sikia baba, sikia mama, bado nina jambo na wewe sijamaliza. Kuna kitu nataka urudi duniani ukakifanye. Anaona hiyo ahadi ya Bwana akiwa kitandani. Ni saa ya kuinuka na kumwambia Bwana ya kwamba hiyo ahadi ni lazima itatimia. Kuna muda hapo wa kutulia. Ibrahim aliona ahadi, lakini ile ahadi haikutokea automatically. Yaani hakuambiwa tu leo utakuwa baba wa mataifa afu kesho vup. Na ndio tuna kanisa sasa hivi la Voda Faster. Mimi wanaita Voda Faster, instant generation. Kizazi ambacho mtu anataka leo akisemeshwa kesho kimesha kuwa amemaliza kila kitu, ameenda ameshuhudia. Sikia, Mungu wetu ni Mungu wa mchakato. Mungu wetu ni Mungu wa process. Mungu wetu ni Mungu anayepika watu, anawatengeneza. Hata yeye alipokuwa ameumba ile dunia, kuna saa tutaangalia hapa, tutaona kuna kipindi alitulia. Rabo shaka ya masaka. Ukisoma Isaya 30 mstari ule wa 15. Isaya 30:15, Biblia inasema, kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa, nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini, lakini hamkukubali. Mungu anasema ya kwamba nguvu zetu zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Kumbuka, mojawapo ya ingredient ya imani ni taraja au tumaini, hope. Na Isaya anatuambia kwamba Mungu anasema nguvu zenu zitakuwa katika kufanya nini? Kutulia na kutumaini. Ndio namuelewa Daudi kwa nini kwenye Zaburi ya 51 Daudi alipomess up na Bwana. Kwenye ile Zaburi ya 51 Daudi anasema, Mungu uniumbie moyo safi, unipe roho iliyotulia ndani yangu. Kwa nini? Roho iliyotulia ndo inaweza kuprocess vitu. Moyo wenye utulivu ndo unaweza kuprocess vitu. Kile ulichokiona katika moyo wako, katika ulimwengu wa roho, ili kiweze kuja kuwa dhahiri, ni lazima uwe na utulivu. Ni lazima upangilie vitu. Huwezi kupangilia ukiwa bila utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kutulia kunaleta hope, tumaini. Watu wengi wanaruka kipindi cha kutulia. Mungu anamsemesha kwa habari ya uzao kwa njia ya ndoto, let's say. Kesho anatoka hapo anampigia kila mtu, naomba kikundi cha maombi, naomba tuombe. Mungu amenisemesha, nimekaa muda mrefu lakini amenionyesha na watoto. Kwa nini hujatulia? Tulia na hicho kitu. Chukua neno linalohusiana na kile kitu Mungu alichokuonyesha. Kwa mfano ni mtu unaitafuta uzao. Biblia inasema hapata kuwepo na tasa wala mwenye kuharibu mimba. Soma lile neno mpaka lile neno ulichukue mimba kwenye tumbo lako la rohoni. Kabla hujawaambia watu wengine kwamba niombeeni, nisaidieni hiki na hiki. Conceive that word. Conceive that word. Tulia. Ayubu 3:13. Ayubu 3:13.
Ayubu 3:13. Biblia inasema, mbona hayo magoti kunipokea, au hayo maziwa hata nikanyonya? Maana hapo mstari wa 13. Maana hapo ningelala na kutulia, ningelala usingizi na kupata kupumzika. Nachotaka uone, hii ni siku ambayo Ayubu alikuwa analaani siku yake ya kuzaliwa, lakini nataka tuangalie ule mstari mmoja tu. Maana hapo ningelala na kutulia, ningelala usingizi na kupata kupumzika. Kutulia ni aspect ya kimungu aliyowekea wanadamu. Na usipokuwa na roho ya utulivu, huwezi kuwa na usingizi mzuri. Kuna mtu anasemeshwa kitu tu anakuwa na wasiwasi na usingizi unakata. Kwa sababu gani? Utulivu hauko ndani yako. Imani haioperate kwa watu ambao hawatulii. Imani inatenda kazi kwa watu ambao wana utulivu wa nafsi. Zaburi ya 51:10, Daudi anasema unipe roho iliyotulia ndani yangu. Sasa kati ya kuona kutulia ili uamini, kuna kitu kinatakiwa kufanywa ili kutengeneza imani. Kumbuka, imani inatengenezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla sijaenda hapo, natamani nisome mstari mmoja. Hii kitu cha namna ya kutengeneza imani tutaangalia kesho. Nataka tuangalie kwenye kile kitabu cha Mwanzo 1, hasa kwenye eneo la kutulia. Nataka tuangalie hapo, alafu kesho Mungu akitupa neema tutaendelea namna inavyotengenezwa imani. Mwanzo 1. Mwanzo mlango ule wa kwanza, nitasoma mpaka mstari ule wa 5. Biblia inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Sasa mistari hii natamani tuisome kwenye Biblia inayoitwa Amplified Bible. Kwenye Amplified Bible anasema, in the beginning God Elohim created by forming from nothing the heavens and the earth. The earth was formless and void, or waste and emptiness, and darkness was upon the face of the deep, primeval ocean that covered the unformed earth. The Spirit of God was moving, in bracket hovering, brooding over the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. God saw the light was good, pleasing, useful, and he affirmed and sustained it. And God separated the light, distinguishing it from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning one day. Kitu nachotaka tukione hapa nini, watu wa Mungu? Kwenye Amplified Bible anasema, hapo mwanzo Mungu alifanya dunia kutoka kwenye kutokuwa na chochote. Sasa mstari na utaka tuangalie kwa umakini ni ule mstari wa 2. Anasema, the earth was formless and void, or waste and emptiness, and darkness was upon the face of the deep, primeval ocean that covered the unformed earth. The Spirit of God was moving, hovering, brooding over the face of the waters. Nachotaka uone hapo ni kwamba anaposema alipoumba mbingu na nchi, afu baadaye anasema hapo pakawa na ukiwa. Anasema Roho wa Bwana alikuwa anatulia, akizunguka zunguka, akiatamia, hovering and brooding. Brooding ni kuatamia juu ya vilindi vya uso wa maji. Manake ni nini?
Mungu alipoumba mbingu na nchi, ghafla ukiwa ukatokea, wa theolojia wanasema ya kwamba ukiwa ulitokea pale shetani alipoasi, alipoenda kinyume na Mungu. Ule ukiwa ulipotokea, Mungu hakuinuka tu akaanza kufanya vitu. Roho wake alianza kufanya brooding. Alitulia juu ya uso wa maji, juu ya vilindi vya uso wa maji. Maana yake ni nini? Mungu anapokusemesha jambo, Mungu wetu ni Mungu wa utulivu. Hata wakati Elia akiwa amemtoroka Yezebeli, akiwa pale kwenye nyika pale, kwenye jangwa, akiwa kwenye miamba ile, Biblia inasema kuna sauti ilikuja yenye makelele, lakini Bwana hakuepo. Ukaja upepo mkali, Bwana hakuepo. Afu baadaye inasema Bwana akaja kwa sauti ya kutulia. Kwa hapa Biblia inatuambia kwamba Roho alikuwa anazunguka, anatamia. Maana yake ni nini? Ya kwamba hata Mungu baada ya ule ukiwa hakuanza kusema tu iwe nuru ikawa nuru. Alianza kwanza kuatamia vitu. Alipoatamia vitu, alipoviona katika ulimwengu wa rika mandarabo shaka, alipoviona katika ulimwengu wa roho, akaanza kusema na iwe nuru. Maana yake nini? Aliona nuru katika ulimwengu wa roho kabla hajaita katika physical realm. Kuna kipindi cha kutulia. Kuna kipindi cha kuatamia vitu. Mambo Mungu aliyokusemesha kwa habari ya nyumba yako, ndoa yako, afya yako. Kuna kipindi cha kuatamia na kutulia. Then ukishakiona, kuna moment ambayo Mungu anasema yes, now it is the time. You call it, na unaona kinatokea. Mungu amekupa maono, bado hujayafanyia kazi. Nenda tafuta mahali, jifungie, omba. Tulia. Acha kukurupuka. Ukikurupuka utapata matokeo makubwa. Tulia kama Mungu alivyotulia, akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Itoke miche inatoka. Kwa nini? Aliona kwanza katika ulimwengu wa roho. Ni mambo gani ambayo Mungu amekuonesha wewe kwenye ulimwengu wa roho? Ni mambo gani umekuwa unamwomba Mungu kwa muda mrefu, na hayo mambo unaona kama hayatokei, lakini iko ahadi ambayo Mungu alishakuonyesha, unaona kama haitokei. Natamani omba roho ya utulivu. Omba roho ya utulivu. Nimesema kuna mchakato kati ya kuamini, kupokea. Hapa katikati kuna kitu kati ya kuona, kuamini na kupokea. Kuna kitu kinaitwa kutulia. Daudi anasema unipe roho iliyotulia ndani yangu. Isaya anasema nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini, lakini hamkukubali. Natamani asubuhi ya leo uende mbele za Bwana. Kesho Mungu akitupa neema tutaendelea kujifunza namna ya kutengeneza imani. Lakini leo natamani umwambie Bwana, ninaomba roho ya kutulia. Ninaomba roho ya utulivu ndani yangu. Ninakataa roho ya mahangaiko. Ninakataa roho ya kupapatika. Ninakataa roho kanda rabosika. Natamani upate roho. Unajua kuna yule kuku wa kienyeji yule, akiwa anaatamia vitu, mayai anayatamia siku 21. Acha haya mayai ambayo tunachukua tunapeleka kwenye mashine. Mungu aliumba process, lakini nowadays wanadamu tumegundua instant things. Kuku anayatamia miezi 21 na ni siku 21 mayai. Na huyo kuku kimchunguza anakuaga ni mtulivu na ni mkali kama kuna mtu anataka kumvuruga. Na sisi Mungu anataka tuwe na hiyo discipline ya utulivu. Mwambie Bwana, ninaomba roho iliyotulia ndani yangu. Nimekuwa ninahangaika, ndio maana vitu vinazaliwa lakini havina matokeo ya muda mrefu. Mwambie Bwana, ninaomba roho iliyotulia. Yamkini moyo wako umekuwa na uchungu, mwambie Bwana nisamee, achilia. Then mwambie impart roho iliyotulia ndani yangu. Weka roho iliyotulia ndani yangu. Mandorobo shaka ya masaka taya. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ni kipindi ambacho ulisema katika majira ya siku za mwisho Bwana, utawamwagia watu wako, wanawake kwa wanaume, nguvu ya Roho yako Mtakatifu. Tena ukasema wazee wataota ndoto, vijana wataona maono. Baba, tuko katika majira ya siku za mwisho.
Hayo maono tunatamani tuyaone na tuyafanyie kazi. Ninamuinua kila mmoja ambaye yuko mbele zako asubuhi ya leo. Tunaomba rehema, tunaomba toba. Bwana, tumekuwa sio watu wa kutulia, tumekuwa ni watu wa kuhangaika. Tumeangalia mazingira badala ya kuangalia Bwana. Mungu wetu, tunaomba hiyo neema iachiliwe ndani yetu. Mazingira yasitutoe kwenye uwepo wako. Mazingira yasitutoe kwenye roho ya kutulia. Tunaomba kama Daudi alivyoomba, utumbie mioyo safi na roho iliyotulia ndani yetu. Roho ambayo itaweza kupokea instruction kutoka kwako. Roho ambayo itaweza kupokea maagizo yako na kuyatendea kazi. Roho ambayo itaweza kuona na kuchakata vitu mpaka vitokee. Ninaomba hiyo neema iachiliwe asubuhi ya leo kwa kila mmoja wetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Andarabosika. Mandirikanda rabo shata ya maseketaya. Rikanda rabo sika banda rabo sika. Matumbo yetu Bwana, rikarabo shata ya maseketaya. Mandirikanda rabo sikirianda rabos. Mandirikanda rabosika. Matumbo yetu katika ulimwengu wa roho, Bwana, yamekuwa ni matumbo ya kuharibu mimba, ya kuharibu vile vitu ambavyo vimeka ndani yetu kwa sababu tumekosa kutulia. Ninaomba Bwana, roho ya utulivu, ripo saka yama saka taya, iachiliwe kwa kila mmoja wetu asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakataa hiyo roho ya utasa, hiyo roho ya mahangaiko iliyoachiliwa katika matumbo yetu katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu naamuru utulivu asubuhi ya leo, utulivu asubuhi ya leo. Hizo ngome za mawazo ya kutangatanga, mawazo ya mahangaiko, toka achia watu wa Mungu, toka achia huyo baba, toka achia huyo mama, toka achia huyo kijana. Naamuru utulivu, ripo saka ya masakataya. Nateka nyara fikra, kila elimu iliyo kinyume na Kristo, nateka hizo nyara, nateka nyara fikra, kila fikra ipate kumtii Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Transform our mind, oh Lord Jesus. Transform our mindset. Geuza nia zetu, geuza nia zetu, geuza nia zetu kwa damu ya mwana kondoo, 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 katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo. Neno uliloliachilia leo, Bwana, naomba likafanyike mbegu, likapate kuzalia matunda, Bwana, kwa kila mmoja aliyesikia na atakayesikia baadaye kupitia mtandao, Bwana. Ninabariki siku ya leo kwa jina la Yesu. Popote tunapoenda, tunaomba neema yako ikatutangulie. Ongoza hatua zetu, imarisha hatua zetu, Bwana. Damu ya Yesu inenayo mema ikanene mema popote tunapokuwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kibali chako kikaambatane nasi, Bwana. Tupate kibali mbele za uso wako na mbele za wote tutakaokutana nao, Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, ninakutukuza, ninakubariki. Asante Bwana hata kwa ajili ya sadaka ambazo zitaachiliwa, Bwana, katika madhabahu hii kwa ajili ya kazi yako. Bariki kila mmoja, Bwana, ambaye umeweka utayari ndani yake wa kukutolea. Kwa jina la Yesu ukamzidishe. Kwa damu ya Yesu ukakumbuke sadaka zake, ukamuinue Bwana. Ukamkumbuke siku anapokuita, ukampe msaada utokao Sayuni. Katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, popote pale ulipo, unaweza ukaachilia sadaka yako kwenye madhabahu hii kupitia 0758940388. 0758940388. Sadaka yako ni muhimu kwa ajili ya kuweza kuendelea kukuletea vipindi hivi. Ziko gharama nyingi ambazo tunaingia, na tunamshukuru Mungu kwa wale ambao mmeendelea kutupa mkono wa shirika katika kazi ya Bwana. Na wewe ambaye unaguswa, endelea kushiriki pamoja nasi kuweza kuitangaza injili ulimwenguni mote. Basi Mungu akubariki sana, uwe na wakati mwema. Kumbuka sisi ni washindi na zaidi ya kushinda katika Kristo Yesu aliyetupenda. Amen.